Tumsifu Yesu Kristo. Wasifu wa baba marehemu Ananias Kaunganini Wigira. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 8. Ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Zaburi ya 116 mstari wa 15. Hakika Mungu ni mwema na tumeona wema wake tunapoadhimisha leo miaka 88 ya baba yetu Ananias Kaunganini Wigira. Yeye aliyemleta duniani ndiye aliyetupa nafasi ya kuwa baraka katikati yetu. Kifo chake kina thamani mbele ya Mungu wetu na fahari kwetu sisi. Ameandika historia yake tangu kuzaliwa kwake, amempatia imani na ujuzi wa namna mbalimbali, akamtunuku familia bora na pia hakumnyima fursa ya kuwa baraka katikati yetu. Leo hii tunapata nafasi ya kuipiga mbiu ya safari ya maisha yake. Kuzaliwa. Baba Ananias Kaunganini Wigira amezaliwa tarehe 25 Januari mwaka 1938 katika kijiji cha Sofi Majiji, wilayani Malinyi Ulanga, mkoa wa Morogoro, kwa baba Kaunganini Wigira na mama Anastasia Wigira katika ukoo wa Kitiwili. Ni mtoto wa 5 kati ya watoto 16 wa mzee Wigira. Ni wa jamii ya Wandwewe ambao asili yake ni mpakani mwa Songea na Liwale. Maisha ya kiroho. Baada ya kuletwa duniani kupitia wazazi wake, baba alipokea zawadi ya imani na kupokea sakramenti zote za awali za Ukristo, yaani sakramenti ya ubatizo, Ekaristi Takatifu na kipaimara katika parokia ya Sofi iliyopo jimboni Mahenge. Mbegu hii ya imani ilikuwa na kumea na kuzaa matunda yaliyojidhihirisha wazi. Baba yetu alikuwa hai katika maisha yake ya kiimani na kuitumikia kanisa ipasavyo kwa kadri ya nafasi yake, na alijitoa katika utume ndani ya kanisa. Hii ilidhihirishwa na ushiriki wake katika huduma mbalimbali ndani ya kanisa, ikiwemo kuwa mhudumu asiye rasmi, extraordinary minister, wa Ekaristi Takatifu, huduma ambayo alifanya kumsaidia padri katika kuwakomunisha waumini wakati wa ibada ya misa takatifu. Pia ameshika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya kanisa kama vile mwenyekiti wa Jumuiya ya Mtakatifu Karol Lwanga, mwenyekiti wa kanda ya Mtakatifu Gregori Mkuu, na pia mtunza hazina wa jumuiya hiyo, na hadi mauti inamkuta alikuwa ni mtunza hazina wa UWAKA Jumuiya ya Mtakatifu Karol Lwanga. Ndoa na familia. Baba alifunga ndoa na mama yetu Agnes Matias Mandimu, ambaye kwa sasa ni marehemu, katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese, na kujaliwa watoto 6 na mtoto mmoja amekusha fariki, na wajukuu 12 na vitukuu 5. Elimu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpatia baba fursa ya ujuzi wa taaluma za kijamii. Baba amepata elimu ya msingi hadi darasa la 4 katika shule ya msingi Sofi Majiji mwaka 1951 hadi mwaka 1955. Kisha akaendelea na shule ya kati middle school ya Sofi Ulanga Morogoro kuanzia mwaka 1956 hadi mwaka 1959 na kutunukiwa cheti cha middle school Ulanga. Baadaye alijiendeleza na mafunzo ya useremala katika chuo cha Mtakatifu Yosefu kilichopo Ifakara Kilombero mkoani Morogoro kuanzia mwaka 1960 hadi mwaka 1963. Baadaye alijiendeleza zaidi katika taaluma ya useremala na kutunukiwa cheti cha mafunzo ya useremala cha daraja la 3 mwaka 1967
daraja la pili mwaka 1975 na daraja la kwanza mwaka 1976 katika Chuo cha Ufundi cha Ng'ombe, Dar es Salaam, katika programu iliyojulikana kama National Industrial Training Program. Baba pia alifanikiwa kushiriki programu maalum ya elimu ya sekondari iliyojulikana kama University Workers Secondary Education kuanzia mwaka 1979 hadi mwaka 1982. Baba amefanikiwa kufaulu fani zifuatazo wakati wote wa safari yake ya kitaaluma: carpentry au joinery, ujenzi na uchoraji. Pia amefanikiwa kufanya mafunzo ya ufundi wa umeme, uwashi, bomba na rangi. Kazi na ajira. Baba yetu alifika mjini Dar es Salaam tarehe 20 mwezi Januari mwaka 1964 na kupata ajira katika makampuni mbalimbali hapa Dar es Salaam kati ya mwaka 1964 hadi mwaka 1965. Kuanzia mwezi Oktoba 1965 hadi mwezi Juni mwaka 1996 aliajiriwa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baba alijulikana na kufanya kazi kwa unadhifu na ubora wa hali ya juu. Kuna wakati alikataa kufanya kazi aliyoomba kuifanya kwa viwango vya chini. Tarehe 30 Juni 1996 alistaafu rasmi utumishi wa umma. Aliendelea kufanya kazi yake za kujitegemea hadi kifo kilivyomkuta saa 9 kamili usiku kuamkia tarehe 12 Aprili 2026. Ugonjwa na kifo. Baba yetu alikuwa mzima wa afya hadi Jumamosi ya tarehe 11 Aprili mwaka 2026, ukiachana na changamoto kidogo katika mguu wake, lakini jioni ya Jumamosi tarehe 11 alionyesha kulalamika maumivu ya tumbo. Alipelekwa hospitali na kurejea nyumbani bila kuonyesha mahangaiko makubwa. Mnamo majira ya saa 9 usiku wa kuamkia Jumapili ya huruma ya Mungu tarehe 12 Aprili mwaka 2026, mtoto wake wa kiume ambaye alikuwa naye usiku huo aligundua kuwa baba amekwisha poteza maisha. Siku moja kabla ya kifo aliomba kupatiwa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, huduma aliyopatiwa na paroko wake wa parokia Mwenye Heri Anuarite Makuburi. Shukrani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia umri wa miaka 88 na kumpatia imani pamoja na kuimarisha imani hiyo. Tunamuomba amjalie pumziko la milele mbinguni. Pili, tunamshukuru Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu Sana Juda Tadeus Ruwaichi na uongozi wote wa kanisa. Tatu, tunawashukuru matabibu wote na waliohusika na matibabu yake. Kwa namna pekee tunamshukuru Daktari Aziza Kindamba aliyekuwa akimhudumia kwa karibu hadi siku ya kifo chake. Nne, tunawashukuru Baba Padri Paroko Moses Omondi, waamini wote, wasaidizi wote, majirani, Jumuiya Mtakatifu Karol Lwanga, ndugu, jamaa na marafiki waliofika na kutufariji wakati wote wa msiba huu. Tunaomba Mungu awabariki. Tutamkumbuka baba katika yafuatayo: maisha ya imani, uchaji katika ibada, upole, upatanishi, ucheshi, kuwa baba wa wote, kujenga mshikamano, mkakamavu, mbunifu, umakini na mwenye bidii ya kazi, msikivu, mwelewa na mstahimilivu. Apumzike kwa amani.